Lakini je, hawa wanaweza wakatolewa? Maisha yataendelea. Kwa hiyo si jambo zuri kutengeneza double standard kwenye timu zetu za Afrika. Tufanye haki ili tuweze kuwa na nguvu ya usahihi. Kwa sababu mechi ya jana nafikiri kwa timu kati ya 100 kati namba 11 nafikiri kwenda sijui namba 100 na ngapi ya kwetu. Kwa hiyo kulikuwa hakuhitajiki msaada kwa Morocco kutushinda sisi, badala yake watakiwa watumie uwezo wao. Kwamba pasi imetoka mchezaji wa PSG aliyefunga mchezaji wa Madrid, lakini haki ya huku ya vitu vingine inaonekana wazi kabisa kulikuwa kuna shida. Kwa hiyo ni vizuri sana hilo na yenyewe likaangaliwa ili mpira uchezwe kwa haki, kuwe kuna uwezo wa haki na anayeshinda ashinde kwa haki. Jembe, tumeenda kwenye mashindano na magolikipa ambao 80% kama Tanzania walikuwa wana imani nao. Zuberi Foba kutokea Azam FC na Masalanga ambaye anatokea Singida. Zuberi mara kadhaa amekuwa akipata nafasi ya Azam FC, lakini Masalanga ni kama alikuwa anapata nafasi ndogo ya kucheza kwenye timu yake ya Singida. Lakini wamekuwa mashujaa kwenye mashindano haya. Wamepokezana kijiti. Hakuna Yakubu, lakini wawili wao walibeba taifa kwenye mabega yao. Unawazungumziaje na bado vijana wadogo ambao tunaweza tukawatumia zaidi tofauti na majina makubwa? Hiyo mic ilikuwa iko wapi? Hii ya hapa Global haona mic. Iko wapi? Nani? Ibrahim. Na yeye kaenda nayo naye. Yuko wapi? Tuendelee. Kwa upande wa magolikipa tumeona Zuberi Foba, lakini tumemwona Hussein Masalanga. Hao wote kwenye vilabu vyao si magolikipa tegemezi, lakini wamebeba taifa kwenye mikono yao. Unazungumziaje viwango vyao wote wawili? Kwanza mimi nianze kupongeza timu yote kwa ujumla. Unajua kwenye timu yetu karibu kila mtu kaonyesha kiwango. Ni mimi nilivutiwa na mtu ambaye hajavutiwa na watu wengi sana, Haji Mnoga. Na type ya uchezaji wake mimi ndio napenda watu wanavyocheza vile. Haji ukimwona sio mtu mwenye makontrol mengi, lakini ni shughuli. Kazi ilikuwa inafanyika na akichoka, akiingia mtu kuja kuchukua nafasi yake anafanya vizuri. Kapombe wakati mwingine kaingia kafanya vizuri. Dickson kaingia na kuanza kafanya vizuri. Najaribu kuzungumzia huo upande mmoja tu. Lakini Mohamed Hussein anafanya vizuri. Kuna kosa alifanya nafikiri la bao linasawazishwa la Uganda, lakini kwenye mpira hauwezi kucheza bila makosa. Otherwise lakini amefanya kazi yake vizuri. Ndugu yangu ni mkorofi. Baka. Lakini one of the best defender wa kuvuruga mambo. Kaifanya kazi yake vizuri sana, lakini kuna mtu kama Bakari Nondo Mwamnyeto. Mimi nimekuwa nikionekana kama namtetea Mwamnyeto, lakini Mwamnyeto is a super defender. Na bahati mbaya sana aliingia kwenye ile politics ya mashabiki wetu, including wale chawa ambao wakisikia tu bana huyu afanye vizuri basi wanaanza kumsakama. Nakumbuka kipindi kile kama utakuwa unakumbuka, ilikuwa kipindi ambacho wakati mambo yake hayajawa mazuri akapata na msiba, vitu vikamchanganya, lakini watu wakaendelea kumsakama kwa sababu hawana huruma, na Watanzania tuna midomo sana. Kwa hiyo ikafanya kuonekana kama sio defender, lakini umeona AFCON yote hii mpaka Morocco wanatoa kwa kutuonea. Aliyeongoza defense yetu anaitwa Bakari Nondo Mwamnyeto, na inawezekana pia alikuwa msaada sana kwa hawa makipa uliowaulizia wewe, ambao wamefanya kazi yao vizuri sana. Narudi kwenye ile hoja yangu ya kwamba tunahitaji kuwa na makipa wetu ili wafanye vizuri. Kama Foba ameweza kudaka vile kwenye AFCON versus washambuliaji wanaocheza England, Spain na kadhalika, amefanya vizuri. Masalanga katika mechi mfano tu ya jana alikuwa anashindana na washambuliaji kutoka Madrid, watu aina tofauti, lakini ameweza kufanya vizuri. Kwa nini atashindwa kufanya vizuri versus Simba, Yanga, Azam na kadhalika? Ndio maana nikawa nasema makipa wa kigeni wabaki wao. Diara kafanya vizuri kwenye mechi ile ya Mali, ndio amekuwa shujaa. Lakini wazania ubora na alio nao Diara kaupatia wapi? Kaupatia Tanzania, kaupatia Yanga. Ile faida angeza kwa nao kipa wetu sisi, tungeweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ndio ni maana nimekuwa nikisisitiza makipa wetu sisi, kwenye talent ya makipa toka miaka hiyo Tanzania, kina Omar Mahali bin Jabi na wengine, Tanzania ina mlolongo mrefu kuja sio kina Idpazi Father Tanzania One, sijui kina Mohamedia, kina Kaseja, unakwenda unateremka kina Mzee Pondamali before na kadhalika. Tanzania imekuwa na talent kubwa ya magolikipa, na Foba na Masalanga ni sehemu ya kuonyesha ubora huo, kwamba hawa watu hawana match time kubwa, lakini bado wana nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo jiulize kudaka kwenye timu zao
Manake wangefanya vizuri zaidi ya pale. Kwa hiyo ni vizuri sasa tukachukua ujumbe. Kwa sisi Tanzania hatuhitaji makipa wa kigeni. Tunahitaji makipa wetu ndio wadake, siku ya mwisho timu ya taifa kiitwa hata makipa 4 wote wanatoka kwenye timu zao ambao wamekuwa wakipata nafasi za kucheza. Lakini niongezee Mabula ambaye yuko Azerbaijan, kati ya vijana ambao mimi wanakuwa kwenye timu ya taifa nilikuwa nikitembea nao pamoja na Pascal Msindo, sijui kina Kevin John, Abraham Morris. Nimezunguka sana mimi na timu za vijana kwenye michuano mbalimbali. Wao wamekuzwa. Hiyo acceleration yao ndio wanaokuja. Mfano mimi Mabula nilikuwa najua hata kuna kipindi alikuwa amejaribu kunitafutia invitation ili niweze kwenda Azerbaijan kumuona anacheza. Watu walikuwa hawamfuatilii Mabula. Mabula watu wanamuona kama mchezaji wa kawaida tu. Lakini leo baada ya AFCON watu wamemfahamu vizuri. Lakini ukimuuliza wewe mwambie, atakwambia mimi nilikuwa nataka kwenda, tumejadili kuhusiana na ile Azerbaijan. Lakini nataka nikamuone kwa ajili ya kumuikari na nimemwona amepiga hatua. Lakini leo umemwona ni mchezaji wa aina gani. Novatus hatutaki kumsema, ni mchezaji ambaye amejirekebisha sana. Tulikuwa tunazungumza kuhusu red card sijui na nini. Leo amekuwa perfect, kacheza kwenye kiwango bora kwa uwezo mkubwa, ametuliza timu. Lakini ukija Tari na Lakia amecheza naye kwenye kiwango bora kabisa. Mchezaji ambaye niona kidogo mechi ilimshinda toka mechi ya kwanza, nafikiri baada hapo tena kocha kumpa nafasi alikuwa ni Kevin, ambao bado ana nafasi ya kujirekebisha na kuendelea kufanya vizuri zaidi. Lakini wakongwe Mbwana na Simon Msuva pamoja na ukongwe wao umeiona kazi yao. Wamefanya kazi yao kwa uzuri kabisa. Samata ambaye kwenye timu ya taifa anaitwa kwa kushauriwa kwa sababu yeye anaona kuna nafasi wanaweza kupata watu wengine. Leo kwa heshima kubwa kabisa amekuwa sehemu ya kikosi chetu kikiandika rekodi, na kwangu mimi ndo namuona ndo kapteni mwenye mafanikio zaidi kuliko makapteni wote waliwahi kutokea kwenye timu yetu ya taifa. Amefanya kazi yake kwa weledi mkubwa, ameshirikiana na wenzake vizuri kabisa. Kwa hiyo ni wachezaji ambao niseme wamekuwa na msaada mkubwa sana. Hata wengine ambao wamepata nafasi kidogo kidogo, umemwona Mwalimu kwa kuingia, baadaye amepata nafasi, wakongwe Kapombe na Mohamed Hussein wameendelea kuwa sehemu ya msaada mkubwa kwenye kikosi chetu, na nidhamu ilikuwa kubwa. Na nilisikia inawezekana habari za juu kwamba sijui kama mnalijua hiyo kwamba ukiingia top 16 inatoka $800,000. Kwa nini anapewa $800,000? Na taarifa niliyoipata sasa mtaenda mkathibitisha, kwa sababu hizi ni habari zangu mimi za mwanzo kwamba kwenye $800,000 na katwa $400,000 wanapewa wachezaji. Na kama itakuwa ni hivyo kweli, basi ni jambo zuri sana tutakuwa tumefanya TFF. Ingawa najua wanakuwa na mahitaji mengine mengi, lakini watakachowapa kiasi ni vizuri, mimi naamini. Sijui ni hiyo, lakini nimeambiwa $400,000 watakatiwa wachezaji. Ni jambo zuri kwa sababu wamekuwa wakilishi bora wa taifa na wameifanya kazi yao kwa uzuri kabisa. Gamaundi na benchi yake la ufundi kazi yao wameifanya vizuri sana. Niwape pole kwa sababu niliona walikuwa na frustration ya ile dhuluma jinsi ilivyokuwa, hawakuwa wametulia. Lakini kwenye football wakati mwingine katika kukua unakutana na haya mambo, na wakubwa wanakuwa na nguvu zao sehemu nyingine mbalimbali. Lakini waacha, kwa sababu wanakwenda kubakia wakubwa wao kwa wao. Na kama Morocco watacheza walivyocheza dhidi ya sisi, na waona kabisa wana nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Jimbe, moja kauli ilizua taharuki ni ya kapteni Bwana Ali Samata kusema huenda AFCON hii ni AFCON yake ya mwisho. AFCON ya nyumbani kuna asilimia kubwa asiwepo kwa sababu ya kupisha vijana wenye damu changa wa toe kitu kipya tofauti na yeye. Watu wakaona mbona kama Samata bado anayo nguvu ya kucheza kwenye AFCON ya nyumbani, ingawa yeye mwenyewe haioni hiyo nafasi ya kucheza nyumbani. Kwanza mimi namuunga mkono. Ametumikia timu ya taifa kwa muda wa kutosha. Lakini na ungeniambia ni mshauri, ningemwambia avute subra. Tuone vipi atakuwa kwenye hali gani itakapofika 2027. Unajua ni mwakani tu. Hii ni 2026. Kwa hiyo ni mwakani. Siwe na haraka kwa sababu inawezekana uwepo wake ikawa ni sehemu ya hamasisho kwa vijana na waliopo pale, au confidence kwa waliopo pale, kwa sababu trust me, mimi nilikuwa natembea Morocco, nimevaa t-shirt yangu moja imeandikwa Tanzania. Kokote unapokwenda trust me, yani wao wanaojua wachezaji wawili tu wa Tanzania. Nashangaa hata Mwalimu kacheza Morocco lakini walikuwa wamtaji. Wanakuambia Samata Msuva. Samata Msuva. Tanzania Samata Msuva. Msuva Samata Dangerous. Wao watu wao ndio wawili. Samata ni nembo ya mpira wetu sisi Tanzania. He's a legend kwenye mpira wetu. Kwa hiyo tumpe muda tusikie kama atakuwa hawezi kucheza, lakini timu yetu ikoje na wakati utakao kuwepo na kocha atakayeita kama ni Gamondi au mwingine, kama itakuwa anahitajika sana ndio kumshawishi
kwa maana ya sisi mashabiki na wadau kumwomba aje, hawezi kumalizia kwa sababu ni AFCON ya nyumbani. Lakini kama atakuwa amesimamia msimamo wake, pia tunapaswa kumheshimu, kwa sababu kabisa ili swala la kusema yeye anataka vijana wapewe hiyo nafasi, huu nafikiri kama mwaka wa 3 amekuwa kila mara yeye anasisitiza nafasi wapewe wengine, na kuitwa kwake imekuwa mpaka washauriane naye toka kipindi cha Morocco, bana Samata Wenjo na kuhitaji kidogo, na imekuwa ni hivyo. Lakini nasema hivi, tukiona tunamhitaji na inahitajika, tunaweza kumshawishi. Tukiona amesimamia msimamo wake, basi tumheshimu na kumpa heshima yake, kwa sababu atakuwa ameaona kilicho sahihi, na yeye ndio mtu wa kwanza anaweza kaona kilicho sahihi kupitia anachotakiwa kukifanya yeye. Jimbe, AFCON inakuja ni yako yetu. Nini tujifunze kama mashabiki kwenye kusupport timu yetu kama ambavyo imekuwa kwa upande wa mashabiki wa Morocco? Mashabiki wa Morocco wametuzidi mbali sana. Mashabiki wetu wa Tanzania sisi tumekuwa bora inapofika swala la Simba na Yanga, lakini kwenye swala la kusupport timu ya taifa tumekuwa tuko nyuma sana. Mfano mimi nikwambie, kwenye mechi ya Tanzania na mechi ya pili Tanzania na Uganda, kulikuwa kuna grupu moja la mashabiki wa Morocco wanaunga mkono Tanzania, kuna shabiki moja la upande wanaunga Uganda. Yani vurugu ya wale wanaunga Uganda na wanaunga mkono Tanzania, ilikuwa inachangamsha uwanja sana. Wananani yao moja wanafasi wale kule wanawajibu. Kwa hiyo ndio wanawasiana kule na huku, yani raha sana ilikuwa. Lakini mechi yetu na Tunisia 1-1, yani ilikuwa kelele ya mashabiki wa Morocco ambao wameungana na mashabiki wa Tanzania.